بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أدب الطبيب المسلم، آداب za daktari wa Kiislamu. الشعار، alama, ishara, nembo yako ewe daktari. ليكن شعارك أيها الطبيب أنك عبد لله، basi iwe alama yako, ishara yako ewe dokta, ewe daktari, kwamba wewe ni mja wa Allah. Tualiju ibadallah, unawatibu waja wa Allah, ta'atan lillah, hali yakuwa ni mwenye kumtii Allah, wahtisaban lima inda Allahi qabla kulli shay, na kutaraji kwa yale yaliyoko kwa Allah kabla chochote. Iwe lengo lako, tiba yako unaifanya, unataraji yale yaliyopo mbele ya Allah. Pole wako kwa wagonjwa, ukarimu wako, kujitoa kwako, si kwamba upate cheo, usifiwe, mshahara uwe mzuri, upate sifa katika jamii. La, iwe ihtisaban lima inda Allahi, kutaraji ujira kwa yale yaliyoko mbele ya Allah kabla kulli shay'in. وهذا أعظم شأنا، na hilo jambo kubwa zaidi. Wa akramu ajran, na ndio jambo lenye ujira wa utukufu zaidi. Min alqiyam bil amali tahta ayi shi'arin akhar, kuliko kufanya kazi, kusimamia chini ya nembo nyingine yoyote. Inawezekana ukawa mtumishi wa serikali au sekta binafsi katika maeneo mengine, mtu akawa na bidii, juhudi kubwa, lakini hawezi akafanana na cheo alichokuwa nacho daktari ambaye atakayekuwa na taraji ujira wake kwa anachokifanya kwa Allah. Sharaful mihna, hii inaashiria utukufu wa kazi hii, au aliltizamu biqasam, kule kulazimiana na viapo. Na wenyewe wanafahamu madaktari abqirat, yani ile hali ya kuwapa daktari kuchukua dhamana katika kazi anayoifanya, au ilmu lililmi, au elimu kwa elimu, wa tibbu litibbi, na tibba kwa tibba, wa irdha'u dhamir, na mtu kuiridhisha hali yake ya moyo, mawazo yake na kile kinachompitikia katika nafsi yake, au ma shabaha dhalika, na au mfano yale ambayo ni kufanya na hiyo. Waltakun niyatuk wa qasduka takhfifa kurbati an muslimin au an makrubin, na iwe nia yako ewe daktari na kusudio lako ni kufanya takhfif, kumfanyia wepesi muislamu kwenye tabu iliyomfika, au makrubin, au mtu aliyeingia katika hali ya matatizo na msononeko, au kashfi bala, au kuondosha lile bala, au dhurrin anhu, au dharra ambalo limemfika mtu kamuondoshea. Fayakshifu Allahu ta'ala bihi anka kurbatan min kurabi yawmil qiyam, unapomuondeshea mgonjwa tatizo, bala, madhara, shida, Allah naye atakuondoshea wewe kwa mgonjwa huyo shida na tabu katika tabu za siku ya kiyama. Tilka allati la kashifa laha illa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo tabu ya siku ya kiyama hakuna wa kuiondosha zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annaka qabla an takuna tabiban tahmilu shahadatan fi at-tibbi, fahamu ndugu yangu, kabla ya kuwa daktari umechukua shahada ya udaktari, ima una degree au na PhD au na master au zaidi ya hapo, au katika cheo chingine cha udokta. Fa innaka muslimu tahmilu shahadatain, basi fahamu kwanza kwamba wewe ni Muislamu, unabeba shahada mbili, nuran wa basira, katika hali ya nur, mwanga na uoni, i'tiqadan wa iltizaman, unazibeba shahada hizo mbili katika hali ya kuitakidi na kulazimiana nazo. Wa hadha yujibu alayka an-nus'a li kulli muslim, na hili lawajibisha juu yako kumsafiania kila Muislamu anayekuja katika kazi yako na kukuhitajia wewe, warahma bihi, na kumhurumia, walhadbi alayhi, na kumfanyia upole,
bal ala kulli insan yastahiqu arrahma walaun, bali juu ya kila mwanadamu anastahiki kurehemewa na kusaidiwa. Bal hatta alhayawan alajab, bali hata wale wanyama ambao hawazungumzi wala hawasemi. Fa inna fi takhfifi alamihi ajran, kwa kuwa katika kule kumwepesishia yule mnyama katika maumivu anayoyapata kuna ujira. Warahimuna yarhamuhumullah, na wale ambao wenye kurehemu wenye huruma Allah anawarehemu. Waman la yarhamu nnasa la yarhamuhullah, na wale ambao hawaonei huruma watu basi Allah warehemu. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ahabbu nnasi ila Allah, mtume anasema watu ambao Allah anawapenda zaidi, watu wenye kupendeza zaidi kwa Allah, anfa'uhum linnas, ni wale ambao wenye kuwanufaisha zaidi watu. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla, na amal yenye kupendeza zaidi kwa Allah, surur yudkhiluhu ala muslim, ni furaha ambayo mtu anaingiza kwa Muislam, au yakshifu anhu kurba, au akawa anamuondoshia shida, au yakdhi anhu dainan, au akawa anamkidhia deni, amefikwa na shida ya deni akawa mtu anamuondoshia deni lile Muislamu mwenzake, au yatrud anhu ju'an, au akamuondoshia njaa akampa chakula. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid an-nabawi shahran, na nasema wallahi kutembea na ndugu yangu katika haja shida ambayo yuko nayo, nikaenda naye bega kwa bega nikamsaidia, nikawa niko naye, kama ni maradhi, kama ni mtihani, kama wewe daktari ukaona hii hali aliyokuwa nayo hii, bila ya kutoa msaada wako, kutoa nguvu zako, hawa wengine ambao pengine wapo wenye kulifahamu hili hawana uchungu, hawana huruma. Wewe ni mtu ambaye unasali, unafanya ibada, basi ikawa umelitoa jambo hili ukatembea na ndugu yako Muislam katika haja. Mtume anasema wala an amshi ma'a akhin fi hajatin, na wallahi mimi kutembea pamoja na ndugu yangu katika haja shida aliyokuwa nayo, ahabba ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid, wallahi inapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kukaa itikafu katika msikiti huu, msikiti wa Mtume, shahran, mwezi mzima. Alhadith wa huwa hadithun sahih. Wa akhraja Muslim an Iyad ibn Himar qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ahlul jannati thalatha, Mtume anasema watu wa peponi ni aina tatu. Dhu sultan muqsitun muwaffaqun, yule mwenye cheo, mwenye hadhi, mwenye utawala, tena akawa ni mwadilifu, aliwafikishwa katika haki. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi bikulli dhi qurba, na mtu ambaye ni mpole tena mwenye huruma, moyo wake ukawa ni laini kwa kila aliyekuwa jamaa yake wa karibu na Muislam. Wa afifun mutaaffifun dhu iyal, na yule ambaye ni mnyonge lakini mwenye kujihifadhi, haombi watu, akawa anajihifadhi na akawa anajilinda na kudhalilika, tena mwenye familia. Na ushahidi katika hadithi yetu, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi bikulli dhi qurba wa muslim, na mtu ambaye ni mwenye huruma tena mwenye moyo laini. Na hii ndo hali ambayo itakana kuwa nayo nani? Daktari. Isiwe daktari yupo katika hali ya maslahi zaidi, amesoma ilmu ya kuwasaidia waja wa Allah, lakini anawadharau, anawatolea jeuri, yupo katika pilika zake, hajali nafasi aliyokuwa nayo. Huku kuna watu chungu nzima wamekaa wanamsubiri, foleni kubwa, yamekaa na chache, anasikiliza mambo yasiokuwa na, anazungumza tu na simu katika muda ambao watu wanamhitajia zaidi kwa ile nafasi aliyokuwa nayo. Kwa hiyo ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu ambaye upo katika shughuli hii, fahamu dhima ulioibeba ni kubwa na ujira wake mbele ya Allah ni mkubwa. Itengeze nafsi yako, shiaruka, nembo yako, alama yako iwe kumkusudia Allah katika kazi unayoifanya na kutafuta ujira mbele ya Allah. Wangapi katika watu utaokoa? Wangapi katika wagonjwa utakaowasaidia? Wangapi katika wale wenye matatizo ukawaliwaza na ikawa ni sababu ya Allah kukupaisha daraja mbele yake siku ya Kiyama. Wallahu a'lam wa ahkam, wa barakallahu fikum.